Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mafanikio makubwa tukianza na moja, mama kaamua kuwezesha wachimbaji ama kutuwezesha sisi wachimbaji, na kajali thamani yetu sisi kama wachimbaji, na leseni nyingi zimegawiwa kwa wachimbaji. Ina maana imeonyesha ni muhimu kwa sababu tayari maduhuli mengi yanalipwa. Sasa hivi ukiangalia kutoka pato ambalo liongezeka 9% mpaka kufikia 11%, ni tumejitahidi kwa kweli. Tumpongeze sana mama Rais wetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na wasaidizi wake akiwemo Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde kwa kazi nzuri anayoifanya. Hata juzi nafikiri tulikuwa kwenye wasilisho ya bajeti ya madini ya mwaka 2025 ya mwaka huu. Mambo mazuri yamesemwa hasa kwetu sisi wachimbaji. Kwa hiyo kuna jambo ambalo tunaweza kujivunia kwa upande wa wachimbaji. Hususan nchi nzima wachimbaji hawa sisi wadogo, kwa sababu tunanufaika kwa kweli. Ushauri wangu labda kwa serikali, wajaribu kuangalia hizi kodi tunazolipa. Kuna kodi ambazo zingine zinakuwa ziko nyingi kupita kiasi. Kwa mfano, ukienda unakuta kuna kodi ya mialo, kuna ushuru wa serikali ya kijiji. Yale kijiji nao wanaingiza ushuru ambao unakuwa sio, inamkandamiza hususan kwa huyu mwekezaji aliyekuwa ile leseni ya kuchimba, ile leseni ndogo inamuumiza sana. Lakini wakati huo serikali iangalie kwa upande wa pili, kumwangalia sana huyu anayewekeza kwamba ni mwekezaji na ni mchimbaji, hususan sisi wazawa. Waliangalia sana kwa upande huo, kwa sababu sisi wazawa ndio tunaibua. Kwa mfano, nimepewa PML na chimba, nimewekeza pale zaidi ya milioni 500, nikaanza kulipa kodi za serikali. Serikali inapata kipato, nitatengeneza ajira zaidi ya 3000. Wapo kina mamalishe, wapo wabeba mizigo, wapo bodaboda, nitatengeneza ajira zaidi. Sasa nikipewa kipaumbele, kuna baadhi ya kodi inatakiwa ziondolewe. Wachimbaji wengi tumekuwa si waaminifu. Tunapewa leseni ndogo kwa maana ya kwamba nikachimbe mimi mwenyewe, lakini badala yake naleta wawekezaji alafu na watu wapata kupishana nao kwenye maduala humo. Hii inakuwa sio poa. Tujaribu kuliangalia walichokuja wakapewa kibali. Kama wapewa kibali cha kuja kuchimba, unaniongezea utaalamu wa kiufundi kwenye leseni yangu. Tufuate tu sheria ambayo inayotakiwa, sio tunaanza kupishana nao tena maduara. Wanakuja kwa wachimbaji tena kama wao, kama sisi wapiga moko, tunapishana nao chini. Hii inakuwa ipendezi. Kuna maana gani sasa kwa kwamba nimeongeza kamati ya utaalamu? Hii kwetu sisi inakuwa haina maana. Hii mimi naomba tu ishughulikiwe kama ilivyo kawaida. Nafikiri na marekebisho machache yafanyike. Hii tu ya kusema kwamba hao wawekezaji wanaokuja kuwekeza kwetu, naona maana sasa hivi kuna wachina kibao tunapishana nao kwenye maduara. Hata ukija kwenye mgodi wangu mimi hapo, migodi mingine, wapo wachina kibao tunawachimba nao maduara hayo ambao hata maigi anaweza kuchimba. Sasa maana yake nini? Tunaleta kusudi kuongeza utaalamu wa kiufundi tuweze kuchimba, ambao wachimbe kisasa. Sasa tunaanza kupishana naye tena kwenye duara. Hii kwa kweli mimi wajaribu kuliangalia upya. Wachimbaji kama sisi tunapoamua kuajiri wa China ama wa Ghana, tuna wachimbaji kutoka nchi mbalimbali wanakuja. Hii mimi naona ni kawaida, kwa sababu anakuja lakini anakuwa yuko chini yangu na muajiri. Hiyo ni kawaida. Kwa mfano, kama kuna mgodi wa rafiki yangu kule Sufiani kule Tanga, amemwajiri Mkanada mmoja na Mchina. Unafika pale wanajua kwamba yeye wale ndio wenye mgodi, labda ameuzia mgodi, kumbe wameajiriwa wale wanafanya kazi. Tunataka kwamba waje wafanye kazi, tuwaajiri, tuwatume, sio watutume sisi. Wengine wakujaga hawawezi hata kazi za ndio tunafanya sisi. Waje na taaluma zao tuwaajiri, kwa sababu nao wapinda kama sisi huko. Waje tuwafanyishe kazi. Hiyo ni kawaida kabisa. Lakini la mwisho, mwaka huu ni wa uchaguzi. Lazima tuwe kweli. Kwa hii neema tuliyoipata sisi wachimbaji, mimi naona mama anafaa tena kupewa hiyo 5, kwa sababu ni mama
mwenye huruma, kaona huruma kwa wachimbaji, na bahati nzuri waziri wetu msaidizi wake Mheshimiwa Peter Anthony Mavunde akiona yani kabisa aendelee kumweka tu kwenye hiyo nafasi pamoja na naibu wake Steve Likuswa.